Asante Yesu Bwana unastahili. Ndugu na dada mpendwa, nakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Yesu hii njoo naelewa kwamba Bwana amekupa uhai na uzima. Kumaanisha anakupenda. Maana katika dunia hii Mungu aliumba tupitie mambo ya kila aina kujenga imani yetu. Na usipoelewa kwamba kuna majira na nyakati za kila aina katika hii dunia, nakwambia utakimbia huko duniani sana ukitafuta msaada, lakini mwishowe msaada utaupata kwa Yesu ambaye anaokoa, ambaye anatuliza moyo, ambaye anapeana upendo na amani ya kweli. Wacha kabla sijaanza nisome katika kitabu cha Mhubiri 3, nianzie mstari wa 1. Kuna wakati kwa ajili ya kila jambo, nayo majira kwa kila tendo chini ya mbingu. Kuna wakati kwa ajili ya kila jambo, nayo majira kwa kila tendo chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kuponya, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutawanya mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kuzungumza, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Mfanyakazi anapata faida gani kutokana na taabu yake? Nimeona mzigo Mungu aliyoweka juu ya wanadamu. Amefanya kila kitu kiwe kizuri kwa wakati wake. Pia ameiweka hiyo milele katika mioyo ya wanadamu, wala hawawezi kutambua kwa jina yake ambayo Mungu amefanya tangu mwanzo hadi mwisho. Ninajua kwamba hakuna kitu bora kwa wanadamu kuliko kuwa na furaha na kutenda mema wakati wanapoishi. Tena ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yote. Ninajua kwamba kila kitu anachokifanya Mungu kitadumu milele. Hakuna kinachoweza kuongezwa au kupunguzwa. Mungu hufanya hivyo ili watu wamche. Nakwambia ndugu na dada mpendo, wengi wanafikirianga wakati dhiki na matatizo zimekuja, wanafikiria wakati wote ni shetani. Lakini unasikia neno hapa likisema kwamba kuna wakati wa kila jambo. Mungu amekuwa akikisema kuna wakati pia wa kulia, kuna wakati pia wa kuchukia na wakati wa kupendwa. Na usipoelewa hivyo, nakwambia kwa hii dunia utakimbia sana. Maana elimu ya kupotosha watu pia iko, ambayo imeletwa kupitia kwa elimu ya dunia hii na misingi ya ibilisi. Na kufikiria kwamba wakati shida imekuja unafaa kutafuta suluhisho hapa duniani, umsahau Mungu aliyekuumba. Ya kwamba yaani wakati matatizo yamekuja, wengi watakupa mawaidha, uende hata kwa waganga, uende kwa waonaji, lakini nakwambia usipolisoma neno la Mungu elewa kwamba kuna nyakati na majira za kila jambo katika hii dunia. Ndio maana unapata wengi wanakimbia kwa waganga, wanapotezea fedha zao huko, wanakimbia kwa waonaji, wanapotezea fedha zao huko. Wengi wanakosania vitu vidogo vidogo sababu hawaelewi kuna wakati wa kila majira katika hii dunia. Kuna wakati hata kwa kukosana na kutoelewana kwa ndoa. Na usipoelewa hivyo, wakati umefika wakati wa kukosana na kutoelewana katika ndoa, wewe utakimbia kwa waganga ukifikiria kwamba shida itatatuliwa na mganga. Lakini nafaa kuelewa kwamba haya ni majira ambayo Mungu amekusudia yafanyike, ili katika kukosana na kutoelewana huko mfikie kutafuta suluhisho, mfikie kuprovoka akili zenu kufikiria na kufanya mambo ambayo yanafaa. Maana katika dunia hii nakwambia unafaa kutafuta mema wakati wote. Maana kuna sababu nyingi sana za kukosesha amani. Kuna sababu nyingi za kufanya ulie. Kuna sababu nyingi sana za kufanya watu wakosane na kufanya watu wakose hata fedha. Lakini unafaa kuzingatia mambo ambayo ni mabaya. Unafaa kuzingatia mambo ambayo ni mazuri. Lakini ya kwamba watu wanaelekea katika njia za upotovu ni kwamba hawaelewi nyakati na majira katika dunia ziko mikononi mwa Mungu. Ndio maana Mungu anasema tumtumainie katika nyakati zote, tumshukuru katika nyakati zote.
Maana tutafanya kama mti uliopandwa kwenye vijito za maji, maji mengi ambao utazaa matunda kando ya majira na nyakati ya majira. Nakwambia ndugu na bwana mpendwa, tafuta ufahamu wa kuishi katika dunia, wa kushinda majaribu yote, ya kushinda vitu vyote ambavyo vinakuja kukukumba katika neno la Mungu. Neno la Mungu ndio msingi bora wa kuongoza mwanadamu katika dunia. Hakuna msingi mwingine yoyote ambao utaupata ambao utakusimamisha imara na kujenga imani katika moyo wako isipokuwa tu kwa neno la Mungu. Elimu ziko za kila aina, na hata shule tunapelekwa kupata elimu, lakini nafikianga mahali wapata elimu uliyoipitia kupita shuleni, unafikia mahali wapata haikusaidii. Na hiyo ndio wakati unafaa kumtafuta Mungu kabisa. Ndio maana Mungu anatukumbusha kila wakati ya kwamba tutafute ufalme wa mbingu kwanza na haki yake, na mengine yote tutaongezewa. Lakini wengi wafahamu hilo. Ndio maana hata wahubiri wamekuja na mbinu nyingi za kila aina za kujifurahisha wao wenyewe na kujitosheleza wao wenyewe, maana hawaelewi kusudi la injili ni nini. Yesu alipowaamrisha mitume wake aliwaambia, nendeni kote duniani mhubiri injili kama jinsi nilivyowafunza, mvue nafsi katika ufalme wa mbingu, muombee watu waokoke, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kusudi la injili, kusudi la kueneza injili, kusudi la kulihubiri injili ni kuvua nafsi katika ufalme wa mbingu. Kusudi la kueneza injili sio njaa. Kusudi la kueneza injili sio kutafuta utajiri, sio kutafuta umaarufu katika dunia hii. Na usipopata hekima ya Mungu na maarifa yanayotoka mbinguni, ndio maana unapata wengi wanaangukia kwenye mikono ya manabii wa uongo na wahubiri wa uongo. Kusudi la injili ni kuvua nafsi. Maana Yesu alipokufa msalabani, Mungu alitambia kwa neno lake kwamba Yesu alimtoa mwana wake wa pekee sababu aliupenda ulimwengu sana. Hii yote atakayeamini Yesu aokolewe. Sio eti yote atakayeamini Yesu awe tajiri ama awe milionea ama apate umaarufu katika dunia hii. Yote atakayeamini Yesu aokolewe na apate uzima wa milele, ili asije akaangamia katika dunia hii. Maana kuna mitego mingi ambayo shetani ameweka katika dunia hii ya kuwanasa wale ambao wamekosa ufahamu na elimu ya kweli ya Mungu, ambao inaweza kuwaepusha kutoka kwa mikono ya ibilisi, kuwaepusha kutoka kwa mikono ya mbwa mwitu ambao wamevaa ngozi ya kondoo. Maana wako wengi. Neno ndilo linatabiri ya kwamba nyakati za mwisho kutatokea manabii wengi hata wajitajiita Makristo, lakini watakuwa Makristo wa uongo. Na neno linatuhakikishia kwamba tunaposikia kwamba Kristo wako mlimani, tusikimbie kule. Tunaposikia ako pangoni, tusikimbie kule. Tunaposikia ako kwenye chumba, tusikimbie kule. Tumwite tu Mungu mahali tulipo, maana Mungu wako kila mahali. Mungu ndiye aliumba dunia hii. Mahali pote katika dunia hii Mungu anaona kwa macho yake. Mapango ni Mungu aliumba, bahari ni Mungu aliumba, mbingu ni Mungu aliumba. Hata uzame chini ya bahari kwenda kuabudu shetani kule, Mungu anakuona bado. Ndugu na mpendwa, na sisi tamanini kutafuta ufalme wa mbingu kwanza na haki yake, na mbele mengine Mungu aliyoahidi yatakuja baadaye. Lakini katika elimu ambayo imekuja kwa mitindo mingi ya dunia hii na hekima ya dunia hii inatuongoza kwanza wanadamu tujisukume kutafuta vitu kwanza, tujisukume kutafuta mali kwanza, alafu tubebe ile mali na zile vitu ati ndio tuje nazo kwenye ufalme wa Mungu. Tunasahau ya kwamba Yesu alitoa mfano akasema itakuwa ngumu sana kwa tajiri kuingia kwenye ufalme wa mbingu. Yaani itakuwa hata rahisi kuangamia kuingia kwenye tundu la sindano zaidi ya tajiri kuingia kule mbinguni. Ndio maana Mungu alitupa mwelekeo ili tuelewe ya kwamba tunapotafuta vitu sana kuliko Mungu, tunapotafuta vitu sana na mahangaiko ya dunia ikando na ufalme wa Mungu, tusipotanguliza ufalme wa mbingu kwanza mbele uwe mwanzo, tusipotanguliza Mungu awe kitu cha kwanza katika maisha yetu, vitu vya dunia vitatunasa, vitatupotosha, vitatuelekeza kwa njia ambayo inaonekana ni kama ni njema katika macho ya mwanadamu, lakini mwishowe inaelekea kifo, mwishowe inaelekea kupotea. Maana kama jinsi Mungu anaandaa watu ambao atawaita kwa ufalme wake, pia shetani naye yako kazini. Watafuta wale atachomeka nao, kutafuta wale atawatumia kusaka nafsi za watu katika dunia hii, kuua wengine na hata kuwanasa wengine kwenye vifungo ambazo zitawatesa na kuangaisha katika dunia hii.
na dada mpendwa, tamani kuelewa kusudi la Mungu katika maisha yako ni nini. Tamani kuelewa kusudi la Mungu kukuweka katika hii dunia ni nini. Maana usipoelewa hiyo, nakwambia utafanya mambo mengi ukifikiria haya mambo ndio yanafaa katika maisha yako, lakini mwishowe unapofikia siku za uzeeni, nakwambia utaanza kuona mambo mengine ulitafuta kwa bidii sana na kwa hali na mali nyingi, utakuja kupata hayana faida yoyote. Maana katika uzeeni ndio macho ya mtu hufunguka, ndio akili za mtu hufunguka, ndio moyo wa mtu hufunguka kuelewa ni kipi kilichokuwa cha maana sana katika maisha na ni kipi hakikuwa cha maana. Ufalme wa mbingu ndio wa maana zaidi. Maana unapozikwa nafsi yako ndio inaondoka, inarudi kumuumba wake, lakini mwili ndio unaoza pale. Je, jiulize, nafsi yako umeitafutia mahali pa kuishi wapi? Maana uzima wa milele umeahidiwa kwa kila mtu, kwa wenye dhambi na hata kwa waliookoka. Kile unafaa kujiuliza ni kwamba uhai wako na uzima wako wa milele utautumikia wapi? Maana Mungu ndiye aliumba jehanamu, sio shetani. Mungu ndiye aliumba mbingu na akaumba jehanamu pia. Na ameandaa jehanamu kwa ajili ya wale watakao mkataa, wale watakao kuwa na ukaidi katika dunia hii, kulipinga na kulikataa neno la Mungu. Ndio maana Mungu anatukumbusha kwa neno lake ya kwamba ukaidi ni kama dhambi ya uchawi. Yaani wewe wakati unamkana Mungu tu, wakati unamkataa Mungu tu, siku zote unasikia neno likihubiriwa, lakini unasema hawa watu wanakujenga tu kupiga kelele. Wewe unasikiza unasema tu ni kelele, lakini nakwambia kuna siku moja shetani atakufinyilia kwa hali na changamoto ambayo utatamani hiyo kelele uisikie, lakini inawezekana uitafute ukose. Upate sasa ukitafuta nini, kutafuta yale maneno ya kutuliza moyo, ya kuhuisha moyo uliyoyasikia wakati na ukayakataa. Sasa huyapati, unachosikia tu ni kwao ndio ubarikiwe, unachosikia tu ni panda mbegu ndio ubarikiwe. Lakini wacha nikwambie, katika dunia hii usipoelewa kwamba kuna hekima pia ya shetani ambayo inaonekana ni bora katika fikra za mwanadamu, lakini inaelekea njia za kupotosha. Usipotafuta hekima ya Mungu itokayo mbinguni, nakwambia pia hekima ya dunia hii itaweza kukupotosha katika jina la Yesu Kristo. Na kuombea neema ya Mungu, Roho Mtakatifu afungue fikra zako, afungue moyo wako, akukaribishe kwenye neema ya Mungu, akukaribishe kwenye ufahamu wa Mungu, ili uelewe kusudi la Mungu kwa kuweka katika dunia. Ukiwa kwa biashara yako unafaa kumtukuza Mungu na kumwabudu. Uuze usiuze, siku ikiisha mwambie Mungu shukurani. Maana wewe kuwa hai, wewe kuwa unatembea tu, wewe kuwa unakula chakula kinateremka, nakwambia hiyo ni neema ya Mungu. Kuna watu wako hospitalini wanawekewa kuku pale, samaki zilizokarangwa manukato ya kila aina, lakini haziwezi kuteremka, wanalishwa na mishipa. Lakini wewe uko mzima, nakwambia kila asubuhi unapoamka, kitu cha kwanza unafaa kumshukuru Mungu, unafaa kushangilia Yesu kwa kukupa uzima na uhai na afya, kwamba unaweza kuamka kitandani chako ukajitembeza kwa miguu yako, ukanyoosha mikono yako bila maumivu yoyote. Nakwambia maana watu wanafikirianga kwamba ni nguvu zao kuishi katika dunia hii. Wengine wanafikiria kwamba ni vile, yani wana maana sana. Maana elimu ya dunia ambayo inatuambia tujipende, inatuambia elimu ya hekima ya dunia inatuambia tujipende kwa unafiki. Unafiki wa kuangalia watu na kuwapima kwa viwango vya kifedha, viwango vya maumbile. Lakini nakwambia mbele ya Mungu sisi sote tuko sawa. Maana Mungu alituumba kwa milki na mfano wake, na milki na mfano wa Mungu ni ile pumzi na uhai uko ndani ya mwanadamu. Wewe usiangalie umbo la nje, ilali kiumbe kiko hai. Nakwambia tunao mfano na milki ya Mungu. Hata kiwete ambacho unaona ni kama hakina dhamani, nakwambia mbele ya Mungu milki na mfano wa Mungu huko ndani ya hiyo kiwete, ilali kinapumua. Maana mfano na milki ya Mungu ni ile pumzi ya uhai iko ndani ya mwanadamu, na pindi tu inapoondoka, nakwambia mfano wa Mungu unaondoka na unabaki ni mwili mtupu, nyama ambayo inazikwa na kuoza. Ndugu na dada mpendo, nakusihi pia ulisome neno la Mungu ili uelewe kusudi la injili ni nini. Kusudi la injili ni kuvutia nafsi katika ufalme wa Mungu. Maana usipoelewa kwamba kusudi la injili ambayo kama vile Yesu aliamrisha ni kuvutia nafsi katika ufalme wa Mungu, na sio kutajirika, na sio kupata mali na maarufu katika dunia hii, nakwambia utahangaishwa na utaadaiwa sana katika dunia hii. Maana utadanganywa, ukitoa sana ndio unabarikiwa sana, lakini nakwambia hata utoe mwili wako uchomwe kwa moto na bado unaishi kwenye dhambi, yote itakuwa ni bure. Mungu anatuambia kwa neno lake ya kwamba urafiki na dunia ni machukizo mbele zake.
Kwa hiyo hata utoe nyumba yako, utoe magari, utoe mashamba yako, na bado unaishi kwa dhambi, bado wewe unaonekana kama machukizo mbele ya Mungu. Ndio maana Mungu anatuambia maombi ya mwenye dhambi ni kama kelele mbele zake. Maana unapopiga magoti yako pale chumbani mwako mahali pasiri, unapomuita Mungu, Mungu kwanza anachunguza moyo wako, anachunguza njia zako, anachunguza fikra zako. Je, unamkaribia Mungu sababu uko kwa shida, alafu ukipata shida uondoke? Maana Mungu anajua mwisho wa kila jambo kuanzia mwisho wake. Yaani wewe unapopiga magoti mbele za Mungu sababu ya unafiki, unataka Mungu akubariki tu, kisha kubariki sasa uondoke na mali yako, uende kuingia kwenye anasa, uanze kuwadharau na kuwadhiaki wako na kuwatukana wengine, maana unaona wewe ni kama umekuwa bora zaidi. Mungu anaona, na lazima akupime kwanza, lazima akupitishe kwenye jaribu la moto. Ndio maana Mungu anatuambia lazima jaribu imani yetu.